Baada ya kukosa ushindi wa tuzo za BET, msanii wa Bongo Flava Abigail Chams ameendelea kubaki nchini Marekani akiendeleza harakati zake za kimuziki na kujenga mtandao wa kimataifa. Mojawapo ya maeneo muhimu kabisa ambayo ameyatembelea ni ofisi za Tidal, jukwaa la kimataifa la kusambaza muziki linalojulikana kwa kutoa sauti ya ubora wa juu kabisa, video zenye kiwango cha juu pamoja na orodha za nyimbo zilizopangiliwa kwa weledi. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Abigail Chams aliandika, "Asante kwa majukwaa yote yaliyopata kunifahamu na kuunga mkono wimbo wangu wa Hold Me. Salamu kwa Tidal kwa playlist na ushirikiano." Ujumbe huu wa Abigail Chams unaonyesha kuwa wimbo wake wa Hold Me aliouachia siku chache kabla ya tuzo za BET umeanza kupata nafasi kwenye majukwaa makubwa ya kimataifa, jambo linaloongeza matumaini kwa mashabiki na kufungua milango mipya ya mafanikio. Hii ni dalili kubwa kabisa, licha ya kutoibuka mshindi, uteuzi wake kwenye tuzo hizo kubwa kabisa tayari umeanza kuzaa matunda na kumweka kwenye ramani ya kimuziki duniani. Baada ya Abigail Chams kuposti taarifa hii kwenye page yake ya Instagram, comment zimekuwa nyingi sana, lakini pia comment ya kwake Young Lunya inasema New York, na New York ndo makao makuu ya Sony Music yalipo, na huko ndipo ambapo Abigail Chams yupo kwa sasa hivi. Na utakumbuka kwamba Young Lunya pia ni mwenzake kwenye lebo hiyo, na meneja wake kwa East Africa ni Seven Mosha. Lakini huku mashabiki wengi sana wamekuwa wakiandika, wengine na kupenda wanaweka emoji za love, wengine wanaweka fire, kupendezeshwa na kile ambacho kinaendelea kwa Abigail Chams katika upande wa muziki. Wewe maoni yako ni yapi? Yaache hapo kwenye uwanja wa comment. Mimi ni Sadi TZ, mbeba maono ya mtaa, taa ya mtaa imewaka, nangu mnasemaje? Hii ni Simulizi na Sauti.